Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye Hadithi za Kiswahili. Leo ninawaletea simulizi ambayo itakugusa moyo wako kwa kina. Ni hadithi ya mtoto aliyepoteza mama yake na jinsi alivyoteswa na mama wa kambo. Ni simulizi ya machozi, ya kunyanyaswa na ya kupambana na maisha magumu akiwa mtoto mdogo. Je, umewahi kuona mtoto akiteswa? Je, umewahi kuhisi kwamba wewe peke yako duniani? Leo tutasafiri pamoja katika safari ya Amina, msichana mdogo wa miaka 7 ambaye alipoteza mama yake na jinsi alivyokabiliwa na ulimwengu wa giza chini ya uangalizi wa mama wa kambo mwenye ukatili. Kabla hatujaanza, nawaalika wapendwa mkabonyeze kitufe cha subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele ili msipoteze simulizi zetu za ajabu zinazokuja. Simulizi hii ni ya kusikitisha sana, lakini inaeleza ukweli wa maisha ya watoto wengi barani Afrika. Na sasa tuanze safari hii ya machozi na uvumilivu. Mvua ilikuwa inanyesha kwa nguvu sana usiku ule wa mwezi April huko Mbeya. Amina Mwambapa, msichana mdogo wa miaka 7, alikuwa amelala karibu na kitanda cha mama yake hospitalini. Mama Neema alikuwa amelala hapo kwa wiki 2, akipambana na malaria kali ambayo ilikuwa imemshambulia mwili wake wenye udhaifu. Amina, mwanangu, Mama Neema aliita kwa sauti dhaifu. Njoo karibu. Amina alimkaribia, machozi yakimtoka bila kujizuia. Alijua, ingawa alikuwa mtoto mdogo, moyoni alijua kwamba hii ilikuwa mara ya mwisho. Mama, usiniache. Tafadhali mama, nakuhurumia. Nitakuwa nani bila wewe? Mama Neema alimpapasa kichwa kwa mkono wake mwenye udhaifu. Mwanangu, mama anapenda sana, lakini Mungu anaita mama kwake. Sikiliza vizuri. Pumzi yake ilikuwa ikimtoka kwa shida sana. Baba yako ni mtu mzuri, lakini ataoa tena. Na wewe lazima uwe na nguvu. Usome shule. Usikubali watu wakuonee. Mama atakuwa akikuangalia kutoka mbinguni. Dakika chache baadaye, Mama Neema alipumua pumzi yake ya mwisho na maisha ya Amina yalibadilika. Miezi 6 baadaye, baba yake Amina, Bwana Mwambapa, dereva wa lori, alimleta mwanamke mpya nyumbani. Jina lake lilikuwa Salome, mwanamke wa umri wa miaka 30, mwenye watoto 2 kutoka ndoa yake ya kwanza, Juma na Halima. Amina, baba yake alisema siku hiyo, huyu ni mama yako mpya. Mheshimu na mpende kama ulivyompenda mama yako wa kweli. Amina alimtazama Salome. Macho yake yalikuwa baridi, tabasamu lake lilikuwa la bandia, lakini Amina alikuwa mtoto. Nini angeweza kufanya? Siku za kwanza, Salome alijifanya kuwa mzuri. Alimpa chakula, alimfanyia kazi, alimsikiliza. Lakini baba yake alipokuwa kazini, kazi ambayo ilikuwa mara nyingi, safari za lori zilimchukua kwa wiki nzima, uso wa kweli wa Salome ulibainika. Wiki ya kwanza baada ya baba yetu kuondoka safari, Salome aliita Amina asubuhi ya mapema. Amka, wewe unadhani hapa ni hoteli? Tangu leo wewe ndiye utakayefanya kazi zote za nyumbani. Watoto wangu ni wageni, hawafanyi kazi, lakini wewe ni mtumwa wangu. Amina alikuwa na miaka 7 tu, lakini tangu siku ile maisha yake yalibadilika kabisa. Kila siku Amina aliamka saa 11 za usiku hadi saa 4 asubuhi. Kazi yake ilikuwa kuwasha moto, kupika uji wa Juma na Halima, kusafisha nyumba yote, kufua nguo na kupika chakula cha mchana kabla ya kwenda shule. Shule ilianza saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana, lakini Amina alifika shule saa 4 asubuhi. Amina alifika shule akiwa amechoka, njaa na mara nyingi bila kuoga kwa sababu hakuwa na muda. Walimu waliona, watoto wenzake waliona, lakini hakuna aliyesema chochote. Ni mambo ya familia, walisema. Jioni, Amina alirudi shule, alikuta kazi zaidi: kupika chakula cha jioni, kufua nguo, kusafisha vyombo, kufagia nyumba tena. Aliporuhusiwa kulala, ilikuwa karibu saa 4 za usiku. Alilala chini kwenye mkeka au jamvi, wakati Juma na Halima walilala kwenye vitanda vizuri. Amina alipohitaji chakula, alipewa chakula, alikula mabaki, na mabaki hayo yalikuwa ya Juma na Halima. Wakati mwingine hakukuwa na mabaki na Amina alilala njaa. Wewe mtoto wa bahati mbaya, Salome alisema mara kwa mara,
alitumia kauli mbaya juu ya Amina. Mama yako alikufa akakuacha, na sasa mimi napaswa kukutunza. Shukuru nilikubali. Amina alilia kila usiku, kimya kimya, akimkumbuka mama yake. Alipapasa pete ndogo ambayo mama yake alimpa kabla ya kufa, pete ya bei rahisi ya shaba, na akamwomba Mungu kumtoa katika hali hiyo ya mateso na huzuni. Siku moja, Amina alipata bahati mbaya. Wakati akipika chakula, sufuria iliungulia kidogo chini. Salome alipohisi harufu ya kuungulia, alikuja jikoni kama simba. "Nini hiki?" alipiga kelele. "Umeunguza chakula changu." "Samahani mama," Amina alijaribu kusema, lakini Salome hakumsikia. Alimchapa kofi kubwa kiasi kwamba Amina alianguka chini na kuona nyota kwenye macho yake na sauti mchanganyiko kwenye masikio yake. "Wewe mtoto wa bahati mbaya, unaunguza chakula, baadaye tutakula nini?" Kisha Salome alichukua mkono wa Amina, mkono wake wa kushoto mdogo, na kuweka juu ya moto wa jiko. "Ah!" Amina alipiga kelele kwa maumivu. "Naungua mama!" Lakini Salome alimshikilia pale pale kwenye moto. "Hii itakufundisha, usiunguze chakula tena." Kuchomwa kulikuwa kuzito na kwa muda mrefu. Amina alipiga kelele, akiomba, lakini Salome alimwachilia tu baada ya sekunde 40. Sekunde ambazo zilifanya kovu litakalobaki milele. Baba yake alipokuwa akirudi kutoka safari wiki iliyofuata, Amina alimwambia baba yake, lakini Salome alikuwa tayari amemuonya Amina. "Ukimwambia baba yako chochote, nitakuua. Sema ulijigongeza ukaumia." Na Amina, akiwa na miaka 7, alimwambia baba yake, "Nilijigongeza nikiwa shuleni nacheza na wenzangu." Bwana Mwambapa alimpeleka hospitali, lakini hakugundua ukweli. "Watoto hujigonga, lakini hili kovu sio la kawaida," daktari alisema. Lakini baba yake Amina alimwambia daktari, "Watoto wa siku hizi watundu sana." Na Amina alitibiwa na akapewa dawa za maumivu. Amina alipona, lakini alibaki na kovu ambalo litabaki milele. Miaka 2 baadaye, Amina alikuwa na miaka 9. Aliendelea kuishi yale maisha ya mateso hadi akazoea. Mungu alimbariki. Alikuwa mzuri masomoni, licha ya kuchoka, licha ya njaa, alijitahidi sana. Alipendelea kusoma, na kusoma kwake vitabu vilikuwa njia pekee ya kuongeza maarifa na kujua ipo siku moja ataweza kutoroka maisha yake magumu. Lakini Salome aliona kwamba Amina anaendelea kusoma na akachukia. "Wewe unadhani utakuwa nani? Daktari?" Salome alisema kwa dharau. "Wewe ni mtoto wa bahati mbaya. Shule yako itakuwa hapa nyumbani ukifanya kazi." Siku moja, Salome alimkataza Amina kwenda shule na akamwambia, "Tangu leo hauendi shule tena. Utakaa hapa nyumbani ukifanya kazi." "Lakini mama," Amina alijaribu kulalamika. "Sitaki kusikia. Baba yako anatumia pesa zake nyingi kwa ajili yako kukulipia wewe shule, wakati watoto wangu wanahitaji vitu vingi. Sasa pesa hizo zitakwenda kwa Juma na Halima." Amina alilia siku nzima. Masomo yalikuwa kitu pekee chenye maana katika maisha yake, na sasa hata hicho alinyang'anywa. Wiki 2 baadaye, baba yake alipokuwa nyumbani, Salome alimwambia uongo baba yake Amina. Amina anachoka sana shuleni. Yeye mwenyewe amesema hataki kwenda tena. "Ni kweli hii Amina?" baba yake aliuliza kwa mshangao. Amina alimtazama Salome. Aliona onyoo la machoni mwake. Salome alimwangalia Amina vibaya. Alijua kwamba kama angezungumza ukweli, mateso yangekuwa mabaya zaidi. Baba yake alimuuliza Amina, na Amina akajibu, "Ndiyo baba," alisema. Kisha Amina akanyamaza kimya, moyo wake ukivunjika na kukata tamaa, na alijua alichojibu sio ukweli. Na hivyo Amina, msichana mwenye akili, alitoka shule darasa la 3. Safari yake ya elimu iliishia hapo. Miaka ilipita, miaka yenye giza, yenye maumivu, yenye unyonge. Amina alikuwa, lakini roho yake ilizidi kufa na kukata tamaa ya maisha.
Kila siku ilikuwa sawa: amka mapema, fanya kazi, lala usiku. Hakuna furaha, hakuna ndoto za maisha yake ya baadaye. Yaani hakuona kesho yake itakuwaje, hakuna tumaini. Juma na Halima, watoto wa Salome, walikuwa wanafikiwa na kila kitu. Walisoma shule za bei ghali, walivaa nguo nzuri, walikula chakula kizuri. Amina, yeye alikula mabaki na alivaa nguo chakavu. Baba yake Amina, Bwana Mwambapa, hakuona, au labda hakutaka kuona. Safari zake za lori zilimchukua kwa wiki nyingi, na alipokuwa nyumbani, Salome alijua jinsi ya kujifanya kuwa mama mzuri. Mbele ya baba yao, Salome alimpenda Amina, alimpa chakula kizuri, alizungumza naye kwa upole. Lakini Bwana Mwambapa alipokuwa kazini, uso wa shetani ulirejea. Amina alipofikia umri wa miaka 14, Salome alianza kumtafutia mume. Si kwa sababu alitaka amfurahie, bali kwa sababu alitaka kuondoa mzigo wake. Kijana mmoja hapa karibu anataka kukuoa. Jina lake ni Hasani. Ana miaka 35, lakini ana pesa. Lakini mimi ni mtoto bado, Amina alijibu. Wewe si mtoto, una miaka 14, umekuwa, na familia hii haina uwezo wa kukulisha milele. Usiku ule, Amina aliamua lazima atoroke. Alikuwa akifahamu kwamba kama ataolewa, maisha yake yataishia hapo. Hakutaka kuwa mke wa mzee wa miaka 35 akiwa bado mtoto. Alikusanya vitu vyake vichache, nguo 2, pete ya mama yake na shilingi 5,000 alizokuwa ameweza kuficha kwa miaka 2, pesa aliyopata kwa njia za siri, kuuza maji kwa majirani, kuuza karanga sokoni. Saa 3 za usiku, wakati wote walipokuwa wamelala, Amina alitoroka. Alitembea kwa miguu kutoka Mbeya mjini, akiwa hajui anakwenda wapi, lakini akijua kwamba popote ni bora kuliko pale. Alitembea mpaka asubuhi, hatimaye akafika kijiji kidogo cha Inyala. Hapo alikutana na Bibi Mwakatima, mwanamke mzee mwenye huruma aliyeishi peke yake. Mtoto mdogo, unakwenda wapi? Bibi alimuuliza. Amina akaanguka chini akilia. Nimekimbia, sina mahali pa kwenda. Bibi Mwakatima, asiye na watoto wake mwenyewe, alimchukua Amina. Unaweza kukaa nami, lakini lazima ufanye kazi. Ninahitaji msaidizi wa shamba. Nitafanya kazi yoyote, Amina alijibu. Miaka 5 ilipita. Amina alikuwa akiwa na Bibi Mwakatima akifanya kazi shambani, lakini maisha yalikuwa bora zaidi. Bibi alimheshimu, alimpa chakula cha kutosha na hata alimpenda kama binti yake. Wewe ni mzuri, Bibi alikuwa akisema. Kwa nini familia yako walikutesa hivyo? Amina alimweleza hadithi yake yote: kufa kwa mama yake, kuja kwa Salome, mateso, kuchomwa mkono, kutoka shule na kutoroka. Bibi alilia. Pole sana mwanangu, lakini sasa uko salama. Utakaa hapa mpaka utakapotaka kuondoka. Amina, ambaye sasa alikuwa na umri wa miaka 19, alianza kujifunza kazi za uchongaji. Bibi Mwakatima alikuwa mchongaji maarufu wa mikono na alimfundisha Amina. Polepole, Amina alianza kuuza mikono yake sokoni na pesa ndogo zilianza kuja. Lakini moyoni, Amina alikuwa bado na majeraha. Kila usiku aliota ndoto za kuteswa, sauti ya Salome ikimpigia kelele, mkono wake ukichomwa motoni, njaa ya siku nyingi. Nini matarajio yako ukiwa na plani kwa maisha? Bibi alimuuliza. Nataka kurudi shule. Niliacha shule nikiwa darasa la 3, lakini nataka kusoma. Nataka kuwa mtu mwenye elimu. Bibi alitabasamu. Basi tutafanya hivyo. Nitakupeleka shule ya watu wazima. Utasoma, utapata elimu yako. Miaka 5 baadaye, Amina sasa alikuwa na miaka 24. Aliingia mjini Mbeya kwa ajili ya biashara. Alikuwa ameanza kampuni ndogo ya uchongaji wa mikono na sasa alikuwa akiuza bidhaa zake huko mijini. Alipopita mtaani mmoja, alimuona Bwana Mwambapa, baba yake. Alikuwa amekonda sana, uso wake ukionyesha miaka na taabu. Baba, Amina aliita kimya. Bwana Mwambapa aligeuka, macho yake yakipanuka. Amina, wewe ni hai? Walibembelezana, wote wakilia. Baba yake alimweleza kwamba alipokuwa akirudi kutoka safari miaka 5 iliyopita, Salome alimwambia kwamba Amina alitoroka na hakuna mtu alijua aliko. Nilikutafuta, baba yake alisema.
Nilikwenda polisi, niliweka matangazo, lakini hakuna aliyekuona. Nilikuwa Inyala, Amina alieleza. Nilikuwa na bibi Mwakatima. Kwa nini ulitoroka? Baba yake aliuliza. Na hapo Amina alimweleza yote, mateso ya Salome, kuchomewa mkono, kutolewa shule, kulazimishwa kuolewa, kila kitu. Baba yake alipiga magoti akilia. Samahani mwanangu, sikujua. Nilikuwa najifikiria ninafanya vizuri kwa kuoa ili uwe na mama, lakini nilikuingiza gizani. Salome yuko wapi sasa? Amina aliuliza. Tumeachana miaka 2 iliyopita. Alipoona kwamba biashara yangu ilishindwa na sikuwa na pesa tena, alitoroka akachukua watoto wake. Mpaka leo sijawahi kuwaona. Leo Amina ni mfanyabiashara mwenye mafanikio wa bidhaa za mikono. Anaishi na bibi Mwakatima ambaye sasa ni mzee sana, lakini bado ni rafiki na mama yake wa rohoni. Amina alirudi shule ya watu wazima, akapata cheti chake cha shule ya msingi na sasa anafundisha watoto wengine ambao wametoka shuleni jinsi ya kutengeneza bidhaa. Baba yake Amina, Bwana Mwambapa, anaishi na Amina sasa. Mahusiano yao ni magumu. Si rahisi kusamehe mtu aliyekuacha uteswe kwa miaka, lakini wanapojaribu, kila siku wanapojaribu. Salome? Hakuna anayejua yuko wapi, lakini Amina hadhani kuhusu yeye sana. Aliteseka kutoka ndani, Amina husema, na watu wateseka wanatesa wengine. Nina huruma yake, lakini sitamsamehe kamwe. Kovu kwenye mkono wa Amina linabaki, kumbukumbu ya miaka ile ya giza, lakini sasa ni kovu la ushindi, si la aibu. Ni kumbukumbu kwamba alipona, aliishi na alishinda. Na hapo ndipo hadithi yetu inapoishia, wapendwa. Simulizi hii ni ya ukweli, ni hadithi ya watoto wengi Tanzania ambao wanapitia mateso haya kila siku. Watoto ambao wanateswa na wazazi wa kambo, wanapewa kazi ngumu, wananyimwa haki ya elimu na wananyanyaswa kimaumbile na kiakili. Amina alisalimika kwa bahati, lakini watoto wengi hawajasalimika. Kama unajua mtoto anayeteswa, salibia, zungumza, usiache mtoto apite yale ambayo Amina alipitia. Je, unadhani Amina alifanya vizuri kumsamehe baba yake? Je, Salome anastahili adhabu? Je, wazazi wanapaswa kuangalia vizuri kabla ya kuoa watu wengine? Tunasubiri maoni yako katika sehemu ya maoni hapo chini. Kama simulizi hii imekugusa moyo, tafadhali like, share na waambie marafiki zako kuhusu chaneli yetu ya Hadithi za Kiswahili. Tuna simulizi nyingi za kusisimua, za kuvutia na zenye mafunzo zinazokuja. Subscribe leo ili usipoteze simulizi zetu za ajabu. Bonyeza notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa za simulizi mpya. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tutaonana kwenye simulizi ijayo, na kumbuka, angalia watoto yako. Wasimame, usiwatese, kwa sababu wao ni malaika wasiojiweza kujitetea. Kwa sasa tunawaachia hapa. Asante na Mungu awabariki wote.